tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya pili ya Pasaka, Dominika ya huruma ya Mungu. Ni siku ya 8 tangu kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Dominika hii ya pili ya Pasaka huitwa Dominika ya huruma ya Mungu au Dominika nyeupe. Liturujia neno la Mungu katika Dominika hii na tutafakarisha kuwa ufufuko wa Kristo ni zawadi ya huruma na chanzo cha tumaini jipya. Sala ya mwanzo katika Dominika hii inaanza kwa maneno, E Mungu wa rehema ya milele. Huruma ni sifa ya milele ya Mungu. Ameidhihirisha huruma yake kuu tangu alipomuumba mwanadamu hadi kilele cha ukombozi wa mwanadamu katika fumbo takatifu la Pasaka. Kwa njia ya Mama Kanisa Mtakatifu, Mwenyezi Mungu ameendelea kuidhihirisha huruma yake katika sakramenti mbalimbali za Kanisa kwa njia ya Roho Mtakatifu, zawadi ya Kristo mfufuka kwa mitume wake baada ya ufufuko wake. Katika Dominika hii tunaalikwa sote tuitumainie huruma ya Mungu isiyo na mipaka. Nasi kama walivyokuwa mitume wa Yesu baada ya Pentekoste, tuwe mashuhuda imara wa huruma ya Mungu kwa njia ya maisha na utume wetu. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 42 hadi 47. Walikuwa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote waliamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza aya ya 3 hadi ya 9. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko thawabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda, ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka, yenye utukufu katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi 31. Karibuni tusikize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu. Ulete na mkono wako, uutie ubavuni mwangu. Wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Tuanze tafakari yetu kwa kutazama chanzo cha sherehe hii ya huruma ya Mungu. Sherehe hii ya huruma ya Mungu ilitokana na maagizo ya Yesu kwa mtawa huko Poland, Mtakatifu Faustina Kowalska. Bwana wetu Yesu Kristo alimtokea mara nyingi kuanzia mwaka 1930 hadi mwaka 1937 na kumwambia kuwa anatamani Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka iwe sikukuu ya huruma ya Mungu ili kuwa kimbilio la wakosefu. Kwa nini katika Dominika ya pili ya Pasaka? Yesu alifundisha kuwa mateso, kifo na ufufuko wake ndio kilele cha huruma yake. Hivyo sherehe hii inakuja kukamilisha siku 8, yani oktava ya Pasaka,
ikionyesha kuwa matunda ya kufufuka kwa Kristo ni msamaha na huruma kwa watu wote. Miali mekundu na meupe iliyotoka katika moyo wake mtakatifu alipomtokea Mtakatifu Faustina ni ishara ya damu na maji vilivyomwagika alivyochomwa ubavu wake kwa mkuki. Damu hii ni alama ya Ekaristi Takatifu inayotupa uzima rohoni mwetu, na maji ni ishara ya sakramenti ya ubatizo inayotusafisha na kutufanya kuzaliwa upya ndani ya Kristo. Sherehe hii ilianzishwa rasmi katika kalenda ya kiliturujia na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 30 Aprili mwaka 2000, siku ile ile aliyomtangaza Faustina kuwa mtakatifu wakati wa maadhimisho ya Jubilei kuu mwaka 2000, ili kutimiza agizo hili la Kristo kwa Sister Faustina. Na kuanzia hapo Baba Mtakatifu alitangaza rasmi kwamba Dominika hii ya pili ya Pasaka itajulikana na itaadhimishwa duniani kote kama Dominika ya huruma ya Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alitoa ahadi ya rehema kamili, yaani msamaha kamili wa dhambi na adhabu zake kwa yeyote atakayekwenda kwenye sakramenti ya kitubio na kupokea Ekaristi Takatifu siku hiyo. Kumbe kiini cha siku hii tunaweza kusema kimefupishwa katika maneno Yesu na kutumainia wewe. Ni wito wetu sote wa kuachana na mashaka kama Tomaso, kama tutakavyosikia katika somo la Injili, na kuamini kuwa huruma ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi na udhaifu wetu. Ni siku ya kuponya majeraha ya nafsi kupitia sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Masomo yetu yote katika Dominika hii yanatusaidia kutafakari juu ya huruma kubwa ya Mungu katika maisha yetu sisi wafuasi wake. Hebu tutazame kwa kina masomo yetu katika Dominika ya leo, tukianza na kiini cha masomo haya, yaani somo la Injili Takatifu. Ni Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 hadi 31. Somo hili la Injili Takatifu katika Dominika hii ya pili ya Pasaka limegawanyika katika sehemu kuu tatu. Katika sehemu ya kwanza, ile aya ya 19 hadi 23, Yesu anawatokea mitume waliokuwa na hofu na mashaka, waliokuwa wamejifungia ndani kwa kuogopa Wayahudi. Anawatangazia amani, anawapa amani, na kisha anawapa mamlaka ya kusamehe dhambi kwa kuweka rasmi sakramenti ya kitubio. Sehemu ya pili, ile aya ya 24 hadi 30, Mtume Tomaso anayeashiria mashaka ya binadamu anakutana na Yesu baada ya siku 8. Anagusa madonda yake na kukiri, Bwana wangu na Mungu wangu. Na kisha sehemu ya mwisho ya Injili hii, aya 30 hadi 31, Injili Yohane anaeleza kuwa ishara hizi zote zimeandikwa ili tuamini kuwa Yesu ni Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini tupate uzima. Na hili kimsingi ndilo lengo la Injili hii ya Yohane. Katika somo hili la Injili Takatifu ningependa tujadili mambo makubwa manne kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, huruma ya Mungu inatusaidia kushinda hofu na mashaka. Kristo mfufuka anatupa amani. Katika sehemu ya kwanza ya Injili, ile sura ya 20 aya 19 hadi 23, mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo mara baada ya mateso na kifo cha Bwana walijawa na hofu na mashaka makubwa. Walijifungia ndani wakiogopa Wayahudi. Katika hofu, katika mashaka, katika sintofahamu na kukata kwao tamaa, Kristo mfufuka anatokea katikati yao akiwaambia amani iwe kwenu. Yesu hawahukumu, Yesu hawalaumu kwa nini walimkimbia pengine katika mateso yake, bali anawatangazia amani. Nao walifurahi walipomwona Bwana. Ndugu mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka anakuja kwetu katika kila nyakati ya maisha yetu. Sisi sote kwa namna mbalimbali tuna milango iliyofungwa katika maisha yetu, mioyo iliyofungwa na huzuni, mioyo iliyofungwa na hofu, chuki, visasi, mashaka ya wakati ujao, magonjwa, aibu, fedhea na kushindwa. Yaweza kuwa ni hofu na aibu ya dhambi na udhaifu wetu wa zamani, maisha yetu ya kale, maumivu na vidonda katika historia za maisha yetu. Dominika hii ya huruma ya Mungu inatukumbusha kuwa huruma ya Mungu ina nguvu ya kupenya pale ambapo binadamu hawezi kufika. Hata kama tumejifungia kiasi gani, Yesu hangojei tuwe sawa ili atutembelee, bali anakuja hapo hapo tulipo, katika udhaifu wetu, katika mashaka yetu, katika hofu yetu, anatutangazia amani ili atupate,
ili aturudishe kwake. Ndiyo maana katika picha ya huruma ya Mungu tunamwona Kristu aliyeinua mkono wake kubariki, anayetuangalia kwa huruma na kupiga hatua kutufuata. Hatuelekezei tu macho, bali anakuja kutufuata pale tulipo, hata kama tunaona kila kitu kuwa kimefungwa na hakuna mwanga tena. Huruma yake inapenya vifungo na vikwazo vyote. Tunakutana naye katika neno lake kila siku na katika sakramenti zake. Tunaalikwa kufurahi kama wa mitume tunapokutana na Bwana. Mitume walifurahi walipokutana na Bwana. Kutaniko letu na Kristo halituachi vile tulivyokuwa, bali tunakuwa wapya tena. Tunapata amani, tunapata furaha tena moyoni, hata katika maumivu yetu. Kila mara tunapokutana na Bwana, tumuombe Bwana atusaidie tusibaki vile tulivyokuwa. Atusaidie tutoke tukiwa wapya, atusaidie tutoke tukiwa tumepokea furaha na amani ya kweli ndani ya mioyo yetu. Jambo la pili, huruma ya Mungu inageuza maumivu na madonda kuwa alama ya upendo na ushindi. Kristo akiisha kuwatangazia amani mitume wake waliokuwa wamejawa na hofu na mashaka, aliwaonesha mikono yake na ubavu wake. Hakufuta makovu ya mateso yake baada ya kufufuka. Yesu alionyesha madonda ili kuthibitisha kuwa yeye aliyefufuka ni yule yule aliyeteswa na kusulubiwa na kufa msalabani. Madonda yake ni kitambulisho chake. Madonda haya yanatukumbusha kwamba ingawa Yesu amefufuka, alama za majeraha yake zimebaki kama ushahidi wa huruma na upendo wake mkuu na ushindi dhidi ya dhambi na kifo. Ndugu mpendwa, mara nyingi nasi tunadhani kuwa madonda yetu pengine yaweza kuwa makosa ya zamani, yaweza kuwa kuumizwa na watu, yaweza kuwa ni kufeli na kushindwa kwetu, ni alama za kushindwa. Mara kadhaa tunawaza kwamba hayo ni alama yetu ya kushindwa. Dominika hii ya huruma ya Mungu inatufundisha kuwa madonda yetu yanaweza kuwa chanzo cha nuru mpya ndani mwetu. Tunapopata huruma ya Mungu, yale makovu yetu ya zamani yanakuwa ushuhuda wa jinsi Mungu alivyotuokoa. Huruma ya Mungu haifuti historia yetu, bali inaipa historia yetu maana mpya. Hii inatupa uhakika kuwa Mungu wetu anaelewa maumivu ya binadamu, kwa sababu anayabeba yeye mwilini mwake. Hakimbii historia ya mateso yetu, bali anaingia ndani ya historia ya mateso yetu. Madonda haya ya Kristo yanatukumbusha kuwa upendo wa kweli una gharama. Tunapomtazama Yesu mwenye madonda, tunaona thamani ya nafsi zetu mbele za Mungu, nasi twapaswa kuona thamani ya wengine hata kama inatubidi kujitoa sadaka kubwa kwa ajili yao. Jambo la tatu, huruma ya Mungu inatupatia msamaha wa dhambi na kututuma kuwa wamisionari wa huruma hiyo. Kristo akiisha kuwaonesha madonda yake wanafunzi wake, ishara ya upendo na huruma isiyo na mipaka, anawavuvia mitume wake Roho Mtakatifu akiwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Kitendo cha kuvuvia ni ishara ya uumbaji. Tukirejea katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 aya 7, Mwenyezi Mungu alipomuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai na mtu akawa nafsi hai. Kumbe Yesu anawavuvia mitume wake, anawapa nguvu ya kusamehe watu dhambi kwa njia ya kanisa, ambapo tunakuwa wapya kila tunaposamehewa dhambi zetu. Fikiri ile furaha tunayoipata moyoni katika sakramenti ya kitubio kwa kuambiwa Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako zote, nenda na amani. Ni furaha ya namna gani? Ninakuwa mpya kabisa ndani ya moyo wangu. Kisha kuwavuvia Roho Mtakatifu, Yesu anawatuma kuwa misionari wa huruma yake. Ndugu mpendwa, ni Bwana wetu Yesu Kristo kwa huruma yake kubwa aliweka sakramenti hii muhimu kabisa katika kanisa, sakramenti ya upatanisho, ili kutuondolea dhambi, kutusafisha na kutufanya wapya tena machoni pa Mungu. Kwa sakramenti hii ni ukweli wa maandiko matakatifu. Tunapata chanzo na chimbuko la sakramenti ya kitubio katika maandiko matakatifu. Sakramenti ya kitubio inatuondolea dhambi zetu zote, inatupatanisha sisi na Mungu, inatupatanisha sisi na nafsi zetu, na inatupatanisha sisi na wenzetu. Kisha tunapata amani na furaha ya kweli ndani ya mioyo yetu. Ni Yesu mwenyewe aliwapa mitume wake uwezo huu wa kuondolea watu dhambi zao.
Nasi mapadre kwa njia ya sakramenti ya daraja takatifu tunapokea uwezo huu kwa mamlaka ya kanisa na kwa niaba ya Kristo mwenyewe ya kuondolea watu dhambi zao. Tusione haya na hofu kwenda kuungama dhambi zetu. Pengine watu wanasema unawezaje kwenda kuungama dhambi zako kwa padre ambao ni mwanadamu kama wewe? Ni kweli, lakini ni Yesu ndiye aliyewapa mamlaka haya. Sio padre anayetoa dhambi, anayemwondolea mtu dhambi, bali ni Kristo mwenyewe anayetenda kazi ndani ya nafsi ya padre. Kwa hivyo tunaalikwa kuikimbilia huruma ya Mungu ambaye hafurahii tufe katika dhambi, bali anatupa nafasi ya kujipatanisha naye na kujipatanisha sisi na wenzetu. Tusione aibu kuungama mara nyingi iwezekanavyo. Hakuna kikomo cha huruma ya Mungu. Kila mara tunapoanguka dhambini, tukumbuke kuwa Yesu anatuita kwake katika sakramenti hii ya huruma yake. Tunakumbushwa kuwa sisi sote tunaopokea kila siku huruma hii kubwa ya Mungu, nasi pia kwa njia ya ubatizo wetu kila mmoja ametumwa kuwa shuhuda na misionari wa huruma ya Mungu. Mungu anayetusamehe anatutuma nasi kusamehe. Mungu anayeguswa na maumivu ya wanadamu anatualika nasi kuguswa na shida na maumivu ya wengine wanaoteseka. Hatuwezi kuwa wajumbe wa huruma ya Mungu kama tunakaa pengine na vinyongo na chuki, tunashindwa kusamehe. Hatuwezi kusamehewa dhambi zetu kama sisi hatuhurumii na kuwasamehe wengine dhambi zao na makosa yao. Jambo la 4, huruma ya Mungu inatuvumilia katika kutokuamini kwetu na ni mlango wa imani. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo alipowatokea mitume wake, Tomaso hakuwapo kati ya wale 11. Pengine alikwisha kata tamaa, alipoteza matumaini. Wanafunzi wengine walipomwambia tumemwona Bwana, yeye hakusadiki. Na anasema wazi, nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Kisha baada ya siku 8, Kristo anawatokea tena na kujidhihirisha mbele yao. Anamuimarisha Tomaso imani yake, na Tomaso anaamini na kukiri imani, Bwana wangu na Mungu wangu. Ndugu mpendwa, Mtume Tomaso anawakilisha wale wote ambao katika nyakati mbalimbali za maisha yao wamekuwa katika hofu na mashaka. Badala ya Yesu kumfukuza na kumhukumu Tomaso kwa kutokuamini kwake, Yesu anarudi tena baada ya siku 8 kwa ajili ya Tomaso mmoja tu. Kumbe Mungu anasubira na sisi. Hata tunapotia shaka, yeye hatuachi. Anakuja kukutana nasi katika kiwango chetu cha imani, hata kama katika imani haba, ili atusaidie kukua katika imani na kuimarika katika imani yetu. Yesu anamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, utazame mikono yangu, ulete mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Ndugu mpendwa, imani ya Kikristo haijengwi juu ya nadharia, bali juu ya uhalisia wa kuteswa na kufufuka kwa Kristo. Madonda ya Yesu ni ushahidi wa upendo wake. Tomaso alipogusa madonda yale, hakugusa nyama tu, bali aligusa bahari ya huruma ya Mungu. Tomaso anamtambua na kumkiri Kristo si kama mwalimu tu, bali Mungu kweli. Hili ndilo lengo la huruma ya Mungu, kutufikisha hatua ya kumkiri Kristo kuwa mtawala wa maisha yetu. Tomaso hakuwepo mara ya kwanza Yesu alipowatokea mitume wake. Alipokuwa peke yake alikata tamaa na kutokuamini. Lakini alipokuwa ndani ya jumuiya pamoja na mitume wengine, baada ya siku 8 ndipo alipokutana na Kristo. Kumbe nasi tunakutana na huruma ya Mungu kwa namna ya pekee tukiwa ndani ya kanisa, ndani ya jumuiya. Hatuwezi kuishi imani yetu peke yetu. Hauwezi kuishi imani yako peke yako. Unahitaji wenzako ili kuimarika. Ninahitaji wenzangu ili kuimarika na kukua. Yesu alimalizia kwa kusema, heri wale ambao hawajamuona kwa macho ya nyama lakini wanaamini. Hili ni tangazo la heri kwa sisi waamini wa leo. Inatufundisha kuwa hatuhitaji miujiza ya kuona au kumgusa Yesu kimwili ili kupokea huruma yake. Neno lake na sakramenti zake zinatosha kabisa. Yesu anakuja kwetu katika sakramenti, katika maumbo ya mkate na divai. Ndiye yeye mzima na hai katika Ekaristi Takatifu. Tumuombe Kristo daima atuongezee imani. Tutambue uwepo wake wa daima katikati yetu, katika sakramenti za kanisa na katika neno lake takatifu. Somo la kwanza ni kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 5 aya ya 12 hadi 16. Maisha ya Wakristo wa kwanza ni kielelezo bora cha agizo la Kristo
aliyewatuma kuwa wasambazaji wa huruma yake, alipowatokea na kuwavuvia Roho Mtakatifu kama tulivyosikia katika somo la Injili. Wakiwa chini ya uongozi wa mitume, Wakristo hawa wa kwanza waliishi maisha ya ushirika. Walikuwa wakipendana, wakisaidiana, wakisali na kushiriki Ekaristi Takatifu pamoja, na matokeo yake yalionekana wazi. Tunaambiwa Wakristo hawa walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Walishiriki kila kitu kwa umoja. Wengine waliuza mpaka mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kugaia watu wote kama kila mmoja alivyokuwa na hitaji lake. Hapa tunaona huruma ya Mungu ikionekana kwa vitendo. Somo hili linatufundisha kuwa huruma ya Mungu inatufundisha kuwa Mwenyezi Mungu anatumia mikono yetu kutoa huruma yake kwa maskini na wahitaji. Kanisa la kwanza kumbe lilikuwa ni uso wa huruma ya Mungu kwa vitendo. Kumbe huruma ya Mungu inavunja kuta zote za choyo, kuta zote za ubinafsi, kuta zote za chuki, uvivu, dhuluma, unyanyasaji, wivu na kadhalika. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza aya 3 hadi 9. Somo hili linatufundisha kuwa hatukupata wokovu kwa sababu ya juhudi zetu, bali ni kwa sababu ya huruma ya Mungu. Huruma hii ndiyo inayotufanya kuwa viumbe wapya. Mtume Petro anatukumbusha kuwa kila siku ni nafasi mpya ya kuanza upya bila kujali makosa yetu ya nyuma. Huruma ya Mungu kumbe ni kama bahari kubwa, lakini imani itaweza kusema ndiyo ndoo, ndiyo chombo tunachotumia kuchotea maji hayo. Bila kumwamini Yesu kama alivyofanya Tomaso katika Injili, hatuwezi kuonja huruma yake isiyo na mipaka. Ni mwendelezo wa maisha ya mfano ya jumuiya ya Wakristo wa kwanza ambao ingawa walipitia magumu na mateso kwa sababu ya imani yao, Mtume Petro anawapa moyo waendelee kuvumilia. Kumbe nasi sote huruma ya Mungu inatupa nguvu ya kuvumilia maumivu ya sasa, kwa sababu tunajua kuna urithi usioharibika mbinguni. Tunapata ujasiri wa imani na matumaini kwamba mateso tunayopitia sasa si mwisho wa habari, bali huruma ya Mungu inatulinda hadi mwisho wa safari ya maisha yetu hapa duniani. Mwisho tunaona kuwa huruma ya Mungu inatupa uwezo wa kupenda, inatupa pia wajibu wa kupenda. Hatuwezi kudai kuwa tunaipokea huruma ya Mungu wakati hatuwaonei huruma wengine, na huruma inatufanya tuwe watii kwa amri hii ya mapendo kwa Mungu na upendo wa kweli kwa jirani. Katika Dominika hii tunaalikwa sote tuitumainie huruma ya Mungu isiyo na mipaka, nasi kama walivyokuwa mitume wa Yesu baada ya Pentekoste, tuwe vyombo, tuwe mashuhuda imara wa huruma ya Mungu kwa njia ya maisha yetu ya kila siku na utume wetu. Ninawatakia nyote sherehe njema ya huruma ya Mungu. Niliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Utukufu na ukuu hata milele. Una yeye Bwana milele.